Zablon, tukisha Mungu bwana asifiwe. Amina, amina. Uko vizuri? Namshukuru Mungu uko vizuri. Ndio. Sawa, tumeingia katika vinyang'anyiro na tumefika, imani yetu tunashinda. Hatujawahi kushindwa, najua hilo. Kwako vipi hii? Kwako wewe hii iko vipi? Je, matumaini ya ushindi yapo? Kila mtu anataka kushinda, nikiwemo mimi natamani kushinda. Lakini mambo mengine sasa inakuwa ni mipango ya Mungu, kwa sababu hii ni kazi ya Mungu. Nikishinda mimi, akishinda mwingine, yote heri. Ndio. Mmoja akajiuliza, mbona Jafet yupo katika vinyang'anyiro vingi sana? Hapana, mimi niko kwenye viwili tu. Na mimi nimekuwa kwenye mtunzi bora wa nyimbo za Injili Afrika Mashariki na album bora, album yangu ya Faili Langu. Lakini Zablon Singers wako kwenye sehemu kama 3 hivi kama sikosei. Tupo kwenye wimbo bora wa siku zote, Mkono wa Bwana, lakini kwaya bora ya Kisabato pamoja na kundi bora. Ndio. Sawa, sisi tunaamini hii tuzo inakwenda kwako Jafet, lakini pia inakwenda kwa Zablon wote. Kwako wewe hilo tumaini lipo ama halipo, mtumishi wa Bwana? Of course tumaini lipo. Kwa sababu nisipokuwa na matumaini sasa, hata anavyonifundisha Mwenyezi Mungu niwe na imani na yeye, inakuwa sijafanya kama anavyonifundisha. Kwa hiyo tumaini lipo, na hayo mambo mengine sasa tunajua kuna yale matumaini ya kibinadamu, lakini Mungu pia na mipango yake. Lakini matumaini yapo. Ndio. Sawa, sasa hivi tunaona huko mjini YouTube nyimbo zinaachiwa kweli kweli kama mvua kama mawe. Huwa unachukua muda gani kuachia nyimbo nyingine, lakini pia utaratibu gani ambao umejiwekea katika kuachia kazi zako, mtumishi? Utaratibu uliopo, mimi ninaimba binafsi, lakini bado pia nasimamia kundi kwenye upande wa utunzi na ualimu kwenye Zablon Singers. Kwa hiyo mimi natanguliza mbele kwanza kazi za Zablon, mahali ambapo sasa Zablon iko busy na mambo mengine, mimi ndo napata nafasi ya kufanya kazi zangu binafsi kama mwimbaji binafsi. Huo ndo utaratibu, na mostly watu tunapenda kutoa nyimbo kila baada ya mwezi mmoja. Umeandika nyimbo nyingi na zinafanya vizuri kweli kweli. Wakati wa uandishi, vitu gani ambavyo huwa unavizingatia zaidi mpaka tunaona unatoa nyimbo bora ambazo zinapendwa na dunia nzima kwa ujumla? Cha kwanza kabisa ni melody. Mimi nazingatia melody, nazingatia ujumbe, na kikubwa zaidi pia ninazingatia, napenda sana kuzingatia ubora pia wa muziki ninaokwenda kutumia kwenye kile nilichokipata. Ikitokea labda makundi mengine yanakuhitaji kuwa unatoka katika Zablon kwenda kuandika nyimbo katika makundi mengine? Nimekuwa nikifanya hivyo. Nimekuwa nikifanya hivyo, tunawasiliana. Tofauti na Zablon Singers, nimekuwa nikiandikia nyimbo watu binafsi, makundi binafsi, kwaya tofauti nimekuwa nikifanya ndani na nje ya nchi. Ndio. Mfano kama msanii Harmonize, Diamond, Alikiba akawa anahitaji uje umsaidie, ameimba wimbo wa kumtukuza Mungu, lakini kuna baadhi ya maneno kama anampiga chenga akisema mwalimu bwana njoo unijazie nyama hapa, tunaenda mtumishi? Hilo sina jibu. Sina jibu. Pesa ipo. Hata kama kuna hela bado sina jibu. Unajua kila kitu unajibu kama unahisi jibu uko nalo. Ila kwa sasa hivi kuhusu hilo kwa kweli dada yangu sitakuwa na. Diamond wimbo wa kumtukuza Mungu kabisa. Sijakataa, sijasema nitakataa au nitakubali. Nimesema tu kwa sasa hivi sina jibu. Sasa huo muda ukifika, huenda sasa nitakuwa na jibu la kutoa au la kumwambia. Just in case imetokea nitakuwa na jibu la kusema, lakini kwa sasa hivi siwezi kujibu kuhusu hicho. Ndio. Zablon, tunaona kuna waimbaji kutoka Kenya wamefika. Ndio. Na wanatamani sana kufanya kazi na wewe. Na wengi wanasema kwamba ushirikiano kidogo wa Tanzania, wasanii wa Tanzania na Kenya ni mdogo, kwamba Tanzania, nyimbo za Tanzania zinasapotiwa sana nchini Kenya tofauti na ilivyo Tanzania. Kwanza hilo unalizungumziaje? Lakini pia watu ambao wamefika kwa ajili ya kufanya collab na wewe, unalipi la kuongea? Kuhusu kusapoti, labda mimi nizungumzie sijajua upande wa media kwamba kama wanasapotiwa kwa asilimia kubwa, lakini kwenye upande wa waimbaji wa nyimbo za dini tuna mifano mingi ya watu waliofanya kolabo na waimbaji kutoka Kenya, lakini bado pia hata sisi Zablon Singers tumefanya kolabo na watu kadhaa kutoka Kenya pamoja na sehemu zingine. Kwa hiyo ushirikiano upo. Kitu ambacho mimi ninaamini media za Kenya
zinafanya kwa ukubwa sana kusapoti nyimbo za injili kutokea nchini Tanzania, lakini sio media za Tanzania kusapoti kazi za nyimbo za injili kutokea Kenya. Hicho nina uhakika nacho. Ndio. Na labda kuhusiana na kufanya collab, kwa sababu kuna watu ambao wako ndani wanatamani kufanya collab na wewe. Mimi hawajaniambia, ila kama wewe umepata taarifa basi hilo ni jambo la heri na la baraka. Na kwa sababu pia nimejibu kwamba huwa tunafanya collab na tuko tayari kwa ajili ya kufanya collab. Hiyo ni neema, naipokea kama neema. Na kama wamo ndani na wamekuja pia kwa mfano kama wiki kama moja imepita hivi. Kuna watu walikuwa wamesafiri kutoka Kenya pia tumefanya nao collab. Zablon Singers tumefanya nao collab. Kwa hiyo milango ipo na tunafanya vigezo tu na masharti namna ya kuelewana kwamba hii tunaifanyeje, tunafanya vipi ili kusudi tupate kitu ambacho ni bora kulingana na pale ambapo Mungu ametuweka. Hicho tu ndo kinahitajika. Lakini pia hongera kwa sababu mwendelezo wako ni mzuri sana. Tunaona Man City umechukua tuzo, lakini pia hapa kuna uwezekano wa kuchukua tuzo. Kwanza huo mwendelezo unatokana na tuseme Mungu au ni namna tu ambapo umejitoa? Anayetangulia ni Mungu, kwa sababu kinachotangulia ni kipaji na kipaji hakitoi mwanadamu. Kwa hiyo anayetangulia ni Mungu. Kinachofuata sasa ni juhudi ya msanii husika kulingana na talenti yake, kwa sababu unaweza kupewa talent na Mwenyezi Mungu na usifanye juhudi kuhakikisha kwamba unaenda mahali fulani. Sasa Mungu anakupa talent, lakini sasa vitu vingine sasa unapambana wewe kama wewe. Sawa, inasemekana Japhet Zablon ndiye mwandishi bora wa kwanza, yani katika tatu bora wa kwanza kabisa ni Japhet. Kwako hili wewe unaona kuna mwingine ambaye mbona bwana kuna huyu ambaye labda akitoka huyu na kuja mimi ama tukubali kwamba ndiye wa kwanza? Hapana. Mimi ninaamini kila anayefanya hizi kazi, kila anayefanya hii kazi ya huduma ya injili kupitia nyimbo za injili gospel ni bora kwenye uandishi, lakini tu kuna namna ambavyo kila mtu ana ladha yake, ana kazi yake. Mimi naweza nikawa niko bora kwa melodi zangu na namna ambavyo kazi zangu ninavyozitengeneza, lakini mwingine tena pia ni bora kulingana na kazi yake, melodi yake, mipangilio yake. Kwa hiyo kila mtu anakuwa ni bora kulingana na sehemu ambapo amehusika kulingana na talent ambayo Mwenyezi Mungu amempatia. Sasa hiyo ya kusemekana sijui kama kuna watu wanaona hivyo, pia mimi siwezi kuikataa. Ndio. Ukisema mtu anasema kwake wewe ni bora, tunampa jibu gani? Unajua kwa mfano kama haya mambo ya tuzo ni kura. Of course kama watu wanavoti na wananiweka mimi kuwa bora, mimi siwezi kukataa, na ndio maana huenda hapa kuna watu watapewa tuzo na watu wamevoti ili kusudi watu wapewe tuzo. Kwa hiyo mimi siwezi nikaona kwamba labda kama kuna mwenzangu amepokea tuzo ya mtunzi bora alafu mimi nisimame kupinga kwamba hapana, sio sawa, hapana. Kwa hiyo sijajua kwamba mtizamo wa watu kama unambeba mtu kuwa ni bora, mimi siwezi kulikataa, lakini mimi ninachokiamini mimi ni kwamba kila mtu ni bora kulingana na namna ambavyo Mungu amemtengeneza kwenye kipaji chake. Sawa. Mimi nafahamu kundi la Zablon Singers ndio kundi pekee ambalo lilikuwa limealikwa kule nchini Kenya na Mheshimiwa Ruto na kwenda kuimba na Wakenya wakabarikiwa kweli kweli. Narudi kwenye swali langu ni kwamba kwa kile ambacho kinaendelea Kenya, ikiwa wananchi na serikali, ikiwa ni ni kundi pekee ambao mlikuwa mmealikwa Kenya na Ruto, kwa kile ambacho kinaendelea Kenya, kwa wewe utakuwa na neno gani la kuzungumza? Kitu ambacho naweza nikaongea haya yanayoendelea Kenya ni mambo ya Kenya na serikali ya Kenya pamoja na viongozi wao. Mimi nilienda kupeleka injili ya Bwana. Ingelikuwa ni issue ya kwenda kuhubiri injili au kwenda kuwaimbia, ningezungumza. Lakini kwa sasa hivi hii ni issue ambayo ni wao wenyewe na kiongozi wao ambaye pia sisi kwetu ni rafiki yetu, lakini Wakenya wote wanatupenda. Kwa hiyo sisi ni marafiki wa rais wao na sisi ni marafiki wa wananchi wote wa Kenya wanaotusupport. Kwa hiyo sisi tunawapenda, kazi yetu ni labda cha kuzungumza. Sisi tunawaombea. Sisi kama Watanzania, Zablon Singers, na mimi binafsi naweza nikasema sisi mioyo yetu inatamani wawe na amani, wafanye mambo yao, kila kitu kiende sawa. Sawa, nashukuru sana. Asante.